Amjambo na karibu ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari za asubuhi ya leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media, ni leo kupeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza ukagusa kwenye titre, nitakupeleka moja kwa moja kwenye description na utakutana na linki, au mkomentari utakutana na linki ambayo itakuunga moja kwa moja na group letu la WhatsApp ili uendelee kupata habari zetu za kila siku. Baki nasi hadi mwisho ndugu mpenzi mtazamaji, ili upate habari ya kuenea. Vyote ambavyo waliweka kama mashtaki iliyo ni mashtaki dhidi ya hiki kikundi ya AFC M23, itakuwaje mashtaka ya Kabila, ijapokuwa wao wenyewe wanaendelea sasa leo kuongea na hiyo kikundi cha AFC M23, wanaongea pia na hiyo Rwanda. Angekuwa kweli ana lazima apate kwa yote ambayo inapita huku ngambo za mashariki, kwa nini hakuwastaki kwa njia moja? Lakini wakati ni mazungumzo, Kabila hahusishwe kuwa ndiye mkubwa wa hii kikundi ya M23. Hii ndiyo inakuwa ikishangaza. Na bwana Ferdinand Kambere, ukiangalia nini chanzo cha yote haya hadi kufikia kutuhumiwa makosa kama hayo kwa rais wa zamani wa DRC bwana Joseph Kabila? Chanzo ni ile ya kusema ni kisiasa tu. Anaona njia apitie pale kwa kuzuia mwanasiasa rais wa zamani Joseph Kabila Kabange asifanye siasa, aweze kujitawala mwenyewe, aturudishe ndani ya njia ya udikteta, na ngambo ya mashariki mtu asisemee tena hiyo vita ambaye ameiweka kule mwenyewe na hii vikundi vya AFC M23. Hii inakuwa ndiyo miradi yake, kwani pale tunakimbizia, tunafukuzia, inaonekana kama yeye anawaza akaleta vitisho ya aina yote kwa rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, itakuwa njia fupi kwake kuigeuza hata katiba kuu. Hii ndio njia yake. Lakini sasa kwa nini mwenyewe rais Joseph Kabila amezuru miji ya Goma na Bukavu wakati ambapo ni miji ambayo inasadikiwa kuwa chini ya udhibiti wa kundi la waasi wa AFC M23? Goma ni maeneo yake ambayo anapaswa kuishi. Wakati anakosa usalama ngambo ya huku ngambo ya uwest, kwa nini asiangalie fasi nyingine ambako anaweza ikala kimya? Ile ambayo wanapaswa kutia kama mashtaki ni kuonyesha kama kweli na yeye amehusishwa na mipango yote ya kuanzisha vita au ya kuendesha vita. Hakuna mtu mmoja aliyeleta hii tunaweza ita kama preuve kanuni ambayo inaweza ikakubalike mbele ya mahakama. Na sasa unafikiri baada sasa ya kutolewa kwa hukumu hii nini kifuatacho? Sisi tutaendelea kumuonyesha Tshisekedi kama ameifuata njia iliyo mbaya, na katiba mkuu kama yeye hawezi kugusa, alete mawazo yake na kabadili katiba kwa faida yake mwenyewe. Haitawezekana. Tutaendelea kumsimamia mpaka siku zake zinaendelea kuzorota, atafika mwisho hapa karibuni. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likishirikiana na wanamgambo wa Zalendo limezindua operation kubwa ya kijeshi inayolenga kukomboa mji wa kimkakati wa Nzibira ulioko katika jimbo la Kivu Kusini. Mji huu ulitekwa na waasi wa M23 mnamo tariki 22 Septemba mwaka 2025 kufuatia mapigano makali yaliyosababisha wanajeshi wa serikali na washirika wao kurudi nyuma kimkakati. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vya kuaminika ikiwemo Radio Kapi, jeshi la FARDC ilianza mashambulizi ya kujibu mapigo mnamo tariki 13 Septemba mwaka 2025, ikiwa ni sehemu ya mpango mpana wa kurudisha udhibiti wa maeneo yaliyotekwa na waasi. Mashahidi katika maeneo ya karibu wameripoti kuona msafara ya wanajeshi wa FARDC na wazalendo ukiendelea katika maeneo ya mapigano, huku milio ya silaha nzito zikisikika.
Operation hii inakuja baada ya M23 kudhibiti Nzibira kwa takriban wiki moja. Kutekwa kwa Nzibira kulionekana kama pigo kubwa kwa serikali kwa sababu Nzibira ina umuhimu wa kimkakati kutokana na kuwa na utajiri wa madini na kuwa na njia muhimu unaounganisha maeneo mengine katika jimbo hilo. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa jeshi katika eneo hilo alisema, tumejipanga upya na tumeazimia kuwafurusha maadui kutoka katika ardhi yetu. Operation hii ni jibu letu kwa uchokozi wa M23 na washirika wao. Hatutasitisha mapigano hadi hapo Nzibira na maeneo mengine yote yatakapokuwa chini ya udhibiti wa serikali. Wakati huo kumekuwa na taarifa zinazokinzana kuhusu hali halisi ya mji wa Nzibira. Ingawa baadhi ya vyanzo vya habari vilidai kuwa wazalendo walifanikiwa kuingia tena mjini humo, taarifa hizo zilikanushwa na shirika la kuthibitisha ukweli la Congo Check, ambalo lilisema kuwa hadi hivi karibuni mji huo bado ulikuwa chini ya udhibiti wa M23. Mapigano haya yamesababisha wimbi jipya la wakimbizi, huku raia wengi wakikimbia makazi yao kutafuta usalama katika maeneo ya jirani. Mashirika ya kibinadamu yameelezea wasiwasi wake kuhusu hali ya raia walionaswa katika mzozo huo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Jumuiya ya kimataifa inazitaka pande zote zinazohusika katika mzozo huu kusitisha mapigano na kutafuta suluhu la amani. Hali katika eneo la Nzibira bado ni tete na matokeo ya operation hii ya FARDC na wazalendo yanasubiriwa kwa hamu, huku kukiwa na matumaini ya kurejeshwa kwa amani na usalama katika eneo hilo. Aksanti kuwa wengi wenye kufata Radio Kapi. Karibu sasa, ni wakati wa kuwaletea taarifa yetu bila kukawia. Kivu ya Kaskazini, karibu wanafunzi 400 katika shule ya msingi ya Kitaviro ni kwenye kilomita ya pata 100 na mji wa Butembo wanasoma katika mazingira mabaya. Madarasa yao yaliharibiwa na mabomu wakati wa mapigano kati ya FARDC na AFC M23. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Bwana Denis Mukwege anashutumu kuendelea kutohasibiwa kwa uhalifu mkubwa unaofanywa nchini DRC na kutoa mwito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka za haki za mpito ili kuhakikisha ukweli, fizia na kutorudilia. Shirika la raia mpya ya Kongo yatoa maoni yake kuhusu kutumwa kwa majeshi na polisi ili kumaliza msongamano wa magari mjini Kinshasa. Jonas Chombela anatetea kushirikishwa kwa shirika la raia na watetezi wa haki za binadamu ili kufuatilia makosa yanayoweza kutokea ili haki za watumiaji ziheshimiwe. Karibu tena. Kwanza, jimboni Kivu Kaskazini, karibu wanafunzi 400 katika shule ya msingi ya Kitaviro iliyoko katika kijiji cha Bingi, kilomita karibu 100 na mji wa Butembo, wanasoma katika mazingira ya kutatanisha. Miezi michache iliyopita, madarasa 6 yaliharibiwa na mabomu wakati wa mapigano kati ya FARDC na AFC M23 na kulazimu watoto hawa kuhudhuria masomo katika mazingira magumu. Kama vile tulivyojulisha hapo mwanzo, mvutano ulisalia kuwa mkubwa Jumatano hii katika wilaya Kalambai, eneo la Ngandajika, ndani ya jimbo la Lomami, kufuatia mzozo kati ya shule mbili za sekondari, ni taasisi ya Mpwilai na Kaya. Mzozo huu ulihusisha wanafunzi na walimu, uliongezeka na kuwa mapigano makali siku ya Jumanne, kulingana na vyanzo vya ndani. Wanafunzi kadhaa walijeruhiwa vibaya na madarasa mawili kuharibika katika shule hizi zilizojengwa katika kituo cha misheni ya Katomba, karibu kilomita 25 kutoka mji mkuu wa eneo hilo. Maelezo yake Esther Ndalafina katika tafsiri ya Florence Kizalunga.
Mashahidi wanadai kuwa yote yalianza mwanzoni mwa mwaka huu wa shule. Wanafunzi kadhaa kutoka taasisi ya Mpwilai waliacha shule kwa hiari yao na kwa sasa wanahudhuria taasisi ya Kaya ambapo gavana mpya amepewa na tarafa ya EPST. Hii imesababisha kupungua kwa idadi ya wanafunzi katika taasisi ya Mpwilai. Chanzo hicho kinasema kuwa mkuu wa masomo katika taasisi ya Mpwilai hajakubali kuondoka kwa wanafunzi hao wa zamani. Kwa hivyo Jumanani hii mkuu wa mkoa akifuatana na wanafunzi kadhaa walikwenda katika taasisi ya Kaya karibu saa 6 kamili na huko mapigano yakaanza. Msimamizi wa eneo anazungumzia kundi la walimu kutoka taasisi ya Mpwilai wakipinga kupangiwa gavana mpya katika taasisi ya Kaya. Mamlaka ya eneo hilo imetoa jumla ya majeruhi wawili, mwanafunzi mmoja aliyevunjika mguu na vyumba viwili vya darasa vilivyoharibiwa katika taasisi ya Kaya. Hali ya wasiwasi inatanda Jumatano hii asubuhi katika eneo hilo kutokana na mwanafunzi huyo kuvunjika mguu. Hajakuwepo na polisi kufikia sasa kulingana na baadhi ya wakazi wanaofia hali mbaya zaidi. Tukirudi mjini Kinshasa, kumbuka ajali iliyojitokeza kwa wanafunzi wapatao 15 katika shule ya Sabrina katika mtaa wa Mitendi wa Mongafula Jumatano hii. Walijisikia vibaya hapo jana baada ya mwanafunzi mwenzao kufungua kopo ya gesi aliyokuwa ameingia nayo darasani. Walihamishwa kwa dharura hadi hospitalini katika wilaya wakiwekwa kwenye oksijeni. Baadhi waliweza kurejea nyumbani hapo jana kwa mjibu wa Severin Lumu. Kama vile tulivyojulisha, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Bwana Denis Mukwege anashutumu kuendelea kutoadhibiwa kwa uhalifu mkubwa unaoendeshwa nchini DRC na kutoa mwito wa kuchukua hatua za haraka za haki za mpito ili kuhakikisha ukweli, fizia na kutorudilia. Katika taarifa yake iliyotolewa leo kulingana na miaka 15 ya ripoti ya ramani, yani rapport mapping, anasisitiza haya kuwafikisha mahakamani waliohusika na kuimarisha uwajibikaji. Upande mwingine, Kivu ya Kaskazini, angalau kaya 216 zilizo katika mazingira magumu kutoka vijiji vya Buhamba na Kaguri ndani ya wilaya ya Kibati eneo la Nyiragongo zinanufaika na mradi wa ustahimilivu na kuamsha uchumi. Mradi huu ulianzishwa na shirika la kipekee la Solidarité pour l'émergence de la famille CFA, ulizinduliwa rasmi Jumatano hii. Kulingana na kiongozi wa mradi, ndani ya muundo huu walenga kutoka kwa idadi ya watu walioathiriwa na janga la usalama na kibinadamu. Watafaidia na shughuli kadhaa wakati wa miezi mitatu hadi mwisho wa mwaka huu. Hizi ni pamoja na shughuli za kuzalisha mapato na kuzidisha katika mazingira ya usalama wa chakula kupitia mbinu ya kuhamisha fedha. Tukijelekeza huko Ituri, jueni kama waliorejea vitani kutoka mihimili ya Komanda Luna katika ufalme wa Walese Vonkutu katika eneo la Irumu bado hawana huduma ya afya. Vituo kadhaa vya matibabu vimeharibika au kuchomwa moto na waasi wa ADF. Wanawake wajawazito na watoto ambao wanaonekana ni wadhaifu zaidi ndio wako hatarini. Mamlaka ya kitamaduni na mashirika ya kiraia yanatoa mwito wa kuomba msaada wa dharura. Taarifa yake Isaac Remo yatafsiriwa na Martial Kiza. Katika usultani ya Walese Vonkutu, wakimbizi wengi wanarudi makao zao ndani ya vijiji nyingi kando ya barabara la taifa ya Hine, lakini hakuna hata vituo vya afya. Shida ni kwamba mafamilia zenye kurudi wanapasha fanya makilomita takriban zaidi ya 10 mpaka Komanda kwa kutafuta namna gani kupata matibabu. Wanasema wameteseka sana na hii hali wakati ya magonjwa. Hospitalini hakuna hata dawa, hali yenye kuwa
kuwa na hatari kwa maisha ya wakaji, wamesema hivi. Kwenye vituo vya afya zenye kutumika kama pale Pinzili ya pili, Ofai, Bwanasura, Idou na Ndalia hakuna hata dawa na waganga ni wachache sana wenye kutumika bila hata vyombo vya kazi. Vituo vya afya nyingi ziliporwa na waasi ya ADF. Dieudonne Malangai, kiongozi wa shirika la raia nyumbani, anatosha wito kwa shirika za kiutu na serikali kutizama hali hii na kuleta msaada kwa familia hizi zenye walifanya zaidi ya miaka 5 kwa ukimbizi. Usultani ya Walese Vokutu inakuwa na vijiji zaidi ya 100, lakini mengi kati ya hizi vijiji zinakosa vituo vya afya. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Tunarudi tena mjini Kinshasa. Mapambano dhidi ya msongamano wa magari mjini Kinshasa yamebainishwa na kutuma kwa wanajeshi pamoja na maafisa wa polisi ili kupunguza msongamano wa magari. Maoni ya wakaaji yanaonekana kuwa tofauti kuhusu kufaulu kwa kusudio hilo. Lakini shirika la raia ya Kongo yabaini kwamba hatua hii ambayo ilianza kutumika tangu Jumatatu hadi sasa imesaidia kupunguza mtiririko wa trafiki kwenye barabara kadhaa za mji mkuu wa Kinshasa. Hata hivyo, Jonas Chombela, mratibu wake, atetea kushirikishwa kwa shirika la raia na watetezi wa haki za binadamu kufuatilia makosa yanayoweza kutokea ili haki za watumiaji ziheshimiwe. Kwa upande wake, kamishna mkuu wa polisi Filemon Patience Mushid Yave anawaagiza wakaguzi waliowekwa uwanjani kutaamini operesheni. Taarifa yake Grasa Mzati katika tafsiri ya Jacques Mukonkole. Baada ya kutambua kulingana naye kuboreka kwa trafiki hasa katika wilaya ya Changu, mratibu wa jumuiya mpya ya kiraia ya Kongo anatoa wito wa kuimarisha ujumbe wa kuwaelimisha wananchi kuhusu mpangilio huu. Jonas Chombela anashuhudia kama walipitia mji mzima binafsi wakapelekwa mashariki mwa Kinshasa, waliona polisi ya kijeshi imewekwa kwenye kona ambapo tatizo la foleni ni kubwa. Mara ya kwanza walikwenda hadi Nsele kwa urahisi sana, kwa utulivu na wakarudi. Lakini jambo anatamani kuripoti ni kwamba mamlaka za kisiasa na kitawala katika operesheni hii inapaswa kuhusishwa uangalizi wa jamii ili kuzuia vurugu, kwani tayari kutoka siku ya kwanza kulikuwa na ukatili waliona kutokana na uasi wa baadhi ya madereva pale kuwapo kwenye lango la Petro Kongo, lakini lazima kupunguza uzito wake lilikuwa bado linafaa. Wakati wa ukaguzi wa taarifa siku ya Jumanne, msimamizi mkuu wa polisi Filemon Patience Mushindi Yave anaomba wakaguzi wa polisi kuzuia unyanyasaji na kiukaji wa haki za binadamu katika uwanja wa kazi. Pia anaomba watumiaji wa barabara kufuata sheria na kanuni za barabarani. Tunabaki mjini Kinshasa. Kutoroka kodi ya juu, msongamano wa watu na ukosefu wa utulivu wa vitongoji vilivyojaa mjini ndilo chaguo ambao familia nyingi za Kinshasa zimefanya. Hata kama hii inamaanisha kuhamia mbali na senta kubwa ya jiji kwa maeneo yenye watu wachache na wakati mwingine ambayo hayana maendeleo duni, watu wanapendelea kuishi kwenye viwanja vyao wenyewe bila mkazo wa kukodisha. Licha ya baadhi ya changamoto kama vile ukosefu wa maji ya kunywa, umeme na umbali kutoka kwa huduma za msingi, familia hizi zinatafuta maisha bora na uhuru fulani katika maisha yao ya kila siku. Ripoti ya Gloria Nelepea pamoja na Nene Lebamani yatafsiriwa na Jean Désiré Kanyama. Msimamo ule Bibi Sylvie, familia yake sawa wenzake wengine ulichukuliwa inapita miezi 3 tangu waliondoka mkoa wao wa Njili kwa kuenda nafasi itwayo Terre Jaune katika barabara Sekomaf pa Kimbanseke, kiwani pamoja na jirani wake. Kutosha makao yake, Bibi Sylvie ana jumba la biashara, ana ufugo wa nguruwe, bustani ya mboga anazouzisha, baadaye kisima cha maji, kimya na mazingira mema. Lakini haikuwa kwepesi kuondoka katika makao yake ya zamani. Anasema ni jambo nililopinga
mwanzo, lakini pamoja na kupanda kwa hali ya maisha, malipo ya nyumba na masomo ya watoto, tulitamani kuishi nafasi yetu. Wengine walifuata mfano wake, sawa Hervé Otoko aliondoka mkoa wa Brikin mtaani Ngalema na kwenda katika kata Kimbondo karibu ya nafasi Mama Koko, kwa wenye kufahamu eneo hilo la mtaa wa Mongafula. Familia hizo zinashuhudia ukweli mpya, mbali na fujo mjini pamoja na msongamano, bali karibu ya utulivu sasa. Anasema ni mfano uliokuwa ngumu hapo awali, lakini kisha masiku tulizoea kabisa na kufurahishwa sasa, sababu hapo tulikuwa wapangaji, aidha kwa sasa tuna makao yetu. Hata hivyo, ukosefu wa maji safi na umeme ndiyo magumu tunayo yanayotusumbua hakika, pamoja na msongamano wa magari wenye kutumika na watoto wenye kusoma mbali mjini kati. Lakini tunatumia paneli za jua na visima tulivyotengeneza vya maji, na sasa maisha ni rahisi pamoja na watoto. Wapendwa wasikilizaji, karibu tena kufuata kipindi cha pili cha taarifa yetu ya leo, naye msomaji Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Katika mji wa Beni huko Kivu Kaskazini, hivi karibuni tulizungumza juu ya mada hii, jambo la kunywa kwa kiasi kikubwa vileo ambalo linaonekana kati ya vijana, pia linazingatiwa hivi karibuni kati ya wanawake na wasichana wadogo. Namna gani kukomesha hali hii? Tunazungumzia swali hili na afisa wa mawasiliano wa shirika Tendo la Roho lililoko Beni, Ange Maliro, akizungumza na Marke Marofimbo. Bi Ange Maliro, jambo. Jambo. Kama pia msemaji wa shirika la Tendo la Roho mjini Beni, kuna ripotiwa idadi wengi ya wamama na wasichana zaidi sana wanaotumia pombe kali, Kifaransa wanasema boisson fortement alcoolisée. Kibinafsi unakuta ile hali namna gani? Kwanza ni hali yenyewe inaonekana wazi, sababu pombe zimekunywa wazi na wamama wameingia kwa ile hali ya kukunya pombe. Wamoja ambao tumeongea nao wanasema wanachoka, biko desi. Kisha mtu akisha shindwa maisha itembeze namna gani, anajisukuma kukunya pombe. Na sasa hali yenye tuko nayo, kipesa haimpe anunue pombe ya mzuri, anapitia kidogo anunue ile pombe kidogo yenye tamulewesha mbele ya wakati, na inakutaniwa sasa wamekunya leo, kesho yake, na inakuwa hali ya ulevi, na imeonekana sana kwa wamama na wasichana. Ni hali tu ya maisha wala kuko sababu nyingine? Ni maisha, niseme ni maisha, na ni ukosefu wa amani kwanza, sababu huku tunaishi ufasi kwenye kuko vita, na vita inakuwa na maneno mingi sana, na kati yao kunakuwa kukosa kazi na kukosa pesa, na kisha wengine wanatumia pombe. Kwa wasichana wadogo, wale ambao tumewaona ni wale ambao wanajiuza, wale ambao wanafanya mapenzi, na sasa anahitaji akwa amekunya kitu ya kumtosha mwakili zenye ziko za kikawaida, na wanaendea kule pombe za kulevya na madawa pia. Lakini haoni kama kunakuwa matokeo mabaya sana, kwa sababu wangaga wanasema kuko chungu nzima ya matokeo mabaya kuhusu kwa wanawake wanaokutumia pombe kali? Ndiyo, ile makonsequence sasa hivi tutakuwa hatuyaziona, lakini zitakuwa vile mingi nyuma, kwa sababu kwanza sasa hivi ule mwenyewe anatumia hizi pombe yeye peke mwili yake ameharibu, na madhara itakuwa afya itakuwa imeharibika, na kifo inaweza tokea, na kama ni mama kuna kwa mayatima watakuwa wamebaki, na hali zinaendelea vile mbaya. Na kwa wale wasichana ambao wanafanya sasa wakikunya pombe na wanajitia katika mahali ya kujiuza, wale kwanza virisi ukimwi inatembea kule, kuna kukufa na virisi na kuna kukufa vile na magonjwa mengine ya kutokana tu na ile kukunya pombe na ile kukunya vitu ambavyo vinakuwa na nguvu sana, na ile inakuwa na impact mkomunote, kwa sababu wale wa mama ambao wamekuwa walevi hawatakuwa tena wa responsable. Hata waye peke hataweza hata kujisumbukia kuona atakula nini, atavaa nini, ataoga, atafanya nini, ile itakuwa imeharibika. Na kwa jamii itakuwa imefika, na kwa inji mzima hatutaona mafaa ya ule mama wala ya ule msichana. Angalia, ni vitu mingi sana vingi vitakuwa vimeharibika. Kama pia mama, unajua mama ndio msingi ya jamii yote inashimamia mama. Utakuwa na ujumbe gani? Kwa sababu pande wao waganga wanasema ilibidi serikali itoe maamuzi makuu ya kukataza uzishaji wa pombe kali. Kama pia mama, mafikiri yako ni nini? Tutaanzia pale ndio tutaanzia
mimi naomba serikali iingilie kati kabisa. Tunakuwa na viwanda ambavyo vinachunguza kama ni vinywaji, waangalie vinywaji gani, hata ni pombe lakini zenye ziko na pourcentage gani wanatuletea. Parce bakisha tuletea yenye kuna pourcentage 42%, haiko tena kumutu mzima njoo atakunya na asimame. Donc inakuya ni kuua. Sasa serikali mimi nawaza iko pale juu ya kulinda raia. Batuchunge mukukataza kutengeneza ile pombe, baanzie kwenye banatengenezaka, na kama zinatoka nje ya nchi basi zipatie njia ziingie, na vile kureglemente. Tunakuwa na ingine shida hata asubuhi unakutana mtu kuna kunya pombe asubuhi. Hii nayo haiko mzuri. Kama saa za kutumia pombe zinaweza kuwa nyuma ya kazi. Hapana asubuhi tu unakutana watu biko na urahisi tu ya kupata pombe urahisi. Mimi nawaza ile nayo haitatusaidia. Bi Ajmanyo, tunashukuru sana. Tunashukuru mpasha habari. Radio Okapi, dossier en Swahili. Huko Ituri, wakati wa kipindi cha kuonyesha ripoti za mwisho wa elimu ya juu, kunakuwa biashara ndogo ndogo ambazo zinavuma. Kwa mfano, wauza maua na wapambaji wengine wanajaa kwenye vituo vya elimu ya juu. Hawa wanauzisha biashara yao kwa familia za wale wanaomaliza masomo yao ya juu, kazi ambayo inawasaidia kugharamia pia jamii zao. Taarifa zaidi na Martial Kizabiamungu. Hatuko kwenye soko kuu ya Bunya, lakini mbele ya mlango mkubwa ya kuingia kwenye chuo kikuu cha Bunya. Inibu pamamia ya wachuruzi, kati yao wamama na wasichana wenye kuuzisha maua na vyombo vingine vya mapambo kwa washindi wa chuo kikuu na familia zao. Maua iliyotengenezwa ndani ya mji wa Bunya na kwa bei rahisi sana. Janet Kavira mwenye umri wa miaka zaidi ya 13 amekuwa akifanya kazi hii ya msibu kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Hii inamruhusu kwa kupeleka watoto wake shuleni. Miko hapa mbele niko jisha flare ile ndio nasaidia kama sana periode ya defense ile pale tunapataka kamwa quelque chose. Ninasomesha leo watoto mpaka ku universite. Kiana ngumu wao Kishasa anasoma tu na franga maua. Kiana ngumu anamaliza kugoma na franga maua ile. Na uko hapa kubunya ba finaliste na ba secondaire primaire ça fait 15 toka mimi najoshisha maua hii. Mama Ani mpambaji anasema kuwa kazi hii inachangia pakubwa utaimilivu wa wamama wengi hapa Bunya. Anatoa wito kwa wanawake wengine kufata nyao zao kwa kufanya pia biashara ndogo hii na kuacha kuikaa nyumbani bila kufanya kazi yoyote. Mimi napenda benjangu banabaki bafike tutumike. Ninataka ile kazi na kapitana 30,000 francs. Melo nishakuwa ukapitana 3 millions de francs. Bakuye tutumike. Hata hivyo wengine wanaamini kwamba maua pekee haitoshi kuheshimu mshindi mwenye kumaliza masomo. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa dada Rita ambaye tulimkuta kwenye chuo kikuu ya hapa Bunya Inibu akihudhuria utetezi wa taasisi wa mwisho wa masomo ya dada yake na keki mkononi. Au lieu de kuuza fleurs niliprefere kukia na gâteau. Juu après ku défendre atarudia kunyumba kuprendre quelque chose même un secret. Juu kwa accompagner na ile secret anaweza kula gâteau. Mais fleurs atadéposer tout ku chambre et puis c'est tout. Itaribika mais le gâteau atakula. Biashara hii inazidi kuendelea vizuri. Fanya biashara hawa wa mara kwa mara wa maua tayari wanapanga kujiunga katika chama ya kukuza taalamu yao. Kikwazo kidogo kimeonekana ya kuwa baadhi ya watu wengi wanalaumu au wauzisha maua kuchangia katika hali mbaya ya uchafu mjini Bunya, huku rundo la taka likiwa limesalia kando ya barabara. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Na ni kupitia makala hiyo ndio tunaweka nukta kwa taarifa yetu ya siku ya leo. Shukrani kwa wote waliotusikiliza. Tunawatakia kila laheri.